Kwa miaka mingi, sekta ya nishati imekuwa mashuhuri kwa nyakati zote. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, takriban kwa miaka minne, sekta hii imekuwa mashuhuri zaidi, na pamoja na mambo mengine mengi, suala la nishati safi ya kupikia limefanya sekta yetu kuwa mashuhuri zaidi na zaidi. Wengi wanaweza kuona kwamba ni utamaduni kuanza kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais, lakini nguvu ya ushawishi ni mojawapo ya sifa ambazo wanafalsafa wa masuala ya kisiasa huitaja kama nyenzo ya ushindi kwa kiongozi yoyote kukubalika na kuleta mabadiliko kwa watu anaowaongoza. Mtakubaliana na mimi kwamba ni nguvu ya ushawishi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndiyo ambayo imefanya ajenda hii ya nishati safi ya kupikia kukubalika ndani na nje ya Tanzania. Kupitia ushawishi huo, leo tuna uhakika kesho ya taifa hili ipo salama kupitia kulinda afya za wananchi na mazingira yetu kwa ujumla. Na kwa maneno haya, naomba pia kutumia fursa hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kupitia uongozi wake, Tanzania imepiga hatua kubwa katika kukuza matumizi ya nishati safi, ikiwa ni pamoja na uendelezaji na upatikanaji wa teknolojia za nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, naomba pia nikupongeze wewe kwa mchango wako mkubwa katika kuhakikisha ajenda ya nishati safi ya kupikia inaendelea kushika kasi katika utekelezaji wake. Mkakati huu ambao unaenda kuuzindua leo wa mawasiliano, naamini utaenda kuongeza kasi ya utekelezaji wa programu za nishati safi ya kupikia. Naamini mkakati huu wa mawasiliano utaenda kuleta tija kubwa katika kuendelea kuelimisha na kuhamasisha jamii zetu, kuleta mapinduzi katika jamii, kukubali mbinu safi za kupikia na kulinda kesho yetu kwa kutambua kwamba upikaji safi si anasa, bali ni haki, ni hitaji na ni jukumu letu sote.